karibu katika muktasari wa saa 8. Jina langu Brian Kipngeno. Mbunge wa Game Elisha Odhiambo ametaka kufunjwa kwa baraza la mawaziri la kaunti ya Siaya, kidai limekumbwa na dosari kubwa za kiutawala kufuatia kashfa za ajira ya wauguzi. Odhiambo amesema kwa mchakato mzima wa kuajiri wauguzi ulifanyika kwa upendeleo na ukabila, hali ambayo imeondoa imani ya wananchi na serikali ya kaunti hiyo. Aidha, amesisitiza kuwa wananchi wa Siaya hawatakubali kuona nafasi za kazi zikigawanywa kwa misingi ya kisiasa na undugu badala ya sifa na uasi. Mbunge huyo ametaka gavana James Orengo kuchukua hatua haraka za kufunja baraza la mawaziri na kuunda jipya litakajumuisha viongozi wenye maadili, uwazi na ari ya kuhudumia wananchi bila upendeleo. Ameonya kuwa endapo hatua hiyo haitachukuliwa, migawanyiko ya kisiasa na ukosefu wa imani kwa serikali ya kaunti utaendelea kuongezeka. Odhiambo amemkosoa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akimtuhumu kwa kuingilia siasa na uongozi wa kaunti hiyo. Kulingana naye, Uhuru bado anaingilia mambo ya eneo la Nyanza licha ya kustaafu, jambo analodai linachangia mivutano ya kisiasa na kutovisha maendeleo kaunti hiyo. Mgawanyiko wa kisiasa umeendelea kushuhudiwa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza eneo la Ukambani, huku viongozi wakisutana hadharani kuhusu uongozi na mwelekeo wa kisiasa wa eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa mvutano mkubwa umetokea kati ya chama cha Democratic Alliance UDA Maendeleo Chapchap, hali inayotishia mshikamano wa kisiasa ndani ya serikali ya Rais William Samoei Ruto. Baadhi ya viongozi wa UDA wanashutumu wenzao wa Chapchap kwa kushinikiza maslahi ya kibinafsi badala ya mshikamano wa kisiasa. Wakati huo huo, viongozi wa Chapchap wamelalamika wamesukumwa kando na chama tawala licha ya kuwa sehemu ya muungano wa Kenya Kwanza. Mgawanyiko huu umesababisha wito wa Rais William Ruto kuingilia kati ili kuepusha muungano huo na mpasuko unaoweza kutovisha ajenda ya maendeleo serikalini. Viongozi wa ngazi ya kitaifa ya kaunti kutoka Ukambani sasa wanataka rais kuleta maridhiano ili kuhakikisha eneo hilo halibaki nyuma na kimaendeleo kutokana na malumbano ya kisiasa. Na kwingineko ni kwa sherehe za kuadhimisha miaka 79 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China zimefanyika jijini Nairobi, zikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa na mabalozi. Katika hotuba yake, balozi wa China nchini Kenya Zhou Bingtian alisifu uhusiano wa muda mrefu kati ya taifa la Kenya na taifa la Uchina, akisema nchi hizo mbili zimejenga ushirikiano wa kiuchumi, kiteknolojia na kijamii ulio na manufaa kwa wananchi. Aliongeza kuwa miradi mikubwa ya miundombinu kama reli ya kisasa SGR na barabara kuu zimekuwa kielelezo wa urafiki huo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amesisitiza umuhimu wa biashara huru barani Afrika kupitia eneo huru la biashara la Afrika AfCFTA, akisema utekelezaji wake utachochea uwekezaji na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Mudavadi pia alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kuimarisha mshikamano ili kuimarisha sauti ya bara hili katika masoko ya kimataifa. Na msikilizaji, katika taarifa za kimataifa, ni kuwa taifa la Marekani likiongozwa na wakuu wa jeshi wanaofanya kazi pale Pentagon wametoa barua ya kuonyesha kuwa taifa hilo liko tayari kuanza vita na taifa la Venezuela. Viongozi hao wa kijeshi ikiongozwa na waziri wa usalama wa nchi ya Marekani Peter Hegseth ameweza kusema kuwa taifa hilo litaweza kulivamia kambi za magaidi na wale wote ambao wanajihusisha na biashara haramu ya madawa za kulevya na masilaha kutoka nchini Venezuela. Huku kwingineko ni kuwa rais wa Venezuela ameweza kusema kuwa taifa lake lipo tayari iwapo itafamiwa na Marekani, itaweza kulipiza majibu haya na wako tayari. Huku Venezuela kwa sasa imeweza
kuweza kuandikisha watu zaidi ya milioni 5 hadi milioni 10 ili kuweza kujiunga na jeshi iwapo taifa lao litafahamiwa. Nikiripotia Wingu Radio kutoka